maji katika eneo hilo na kutoa ombi kwa serikali ya kaunti ya Migori kusuluhisha tatizo hilo. Wakazi hao wakiongozwa na Ruthu Njereri walidai kuwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu uliozuka hivi majuzi katika eneo hilo ulichangiwa pakubwa na ukosefu wa maji safi. Haya yanajiri baada ya visa vitano vya mchamko wa ugonjwa huo na kifo kimoja kuripotiwa katika kaunti ndogo ya Kuria Mashariki mwezi Februari mwaka huu. Kaunti hapa na venye tuko hapa, wananchi tunateseka na tunateseka vibaya sana. Tuko na shida ya maji. Ukiangalia maji ambayo tunatumia ni maji ambayo itakuja hata kutudhuru maisha yetu. Jinsi umesikia mama ameeleza hapa, enyewe mama wanateseka, hawana maji. Mpaka tumejitoa sisi wanaume tunakuja kutengeneza kisima kama hii. Sababu hawa mama unapata saa 9 usiku mwanamke yuko kwa kitanda ameenda kutafuta maji. Tukajitolea sisi ni kama atupigi kura sasa kwa hii kijiji. Na tangu mimi nijue siasa inaenda aje, hatujaiona maendeleo kwa hii kijiji. Tena tunaweza sema eti tumefanywa, hakuna. Hiyo ni jambo ya kwanza. Jambo la pili, hatuna stima. Jambo la tatu, tulikuwa tunaomba MCA wetu, tunakupenda na tunakuheshimu, utukumbuke. Kumbuka kwamba pia sisi tunatoka Nyamosese kwa Mosoko.